mzima wa afya kabisa. Kwa hicho ambacho kinachoendelea katika mitandao ya kijamii ikiwa Young Africans anadai pesa zake pale TFF kuhusiana na CRDB Federation Cup. Lakini TFF wamesema pesa zile Yanga ndo tunawadai. Kwanza umelipokea kwanza Shabani bila pesa? Nimelipokea, lakini nimelipokea kwa masikitiko kwa sababu naona klabu kongwe alafu inafanya mambo ya kitoto. Inafanya mambo ya kitoto kwa sababu TFF na ndo baba wa mpira Tanzania. Baada ya malumbano yao ya dabi, sasa wameenda kuhamia kwenye mambo ya kuchambana. Lakini alioanzisha ni msemaji wao ambao hajui majukumu yake ni nini katika klabu yake. Kwa sababu kama angejua majukumu yake ni nini, asingetamka kitu ambacho kiko nje ya utaratibu. Afisa habari mimi ninavyojua anapewa taarifa na management ya klabu aseme kile ambacho walichokubaliana kwenye vikao. Lakini yeye kaja kukurupuka akasema kwamba wao wanadai TFF. Na baada ya masuala yale nadhani CRDB walikuja wakasema sisi tushalipa hizo pesa. Kumbe wao wenyewe kwa sirisiri wana makubaliano baina ya TFF na wao nyuma mwiko. TFF hawakuchelewa, wakajibu. Wakawaambia sawa, lakini na nyinyi tulikaa tukakubaliana madeni yenu tuyakate katika sehemu mnazochukua hivyo vikombe. Ikiwemo hiyo Azam Federation kabla hajawa CRDB. Wakakubaliana kwa makubaliano yao, si wengine tuko huko nje. Na kwa kuonesha ukubwa wake TFF hakukurupuka wala hakupiga makelele. Akawaambia tunaomba kesho mwasibu wenu aje na dokumenti zote, na sisi TFF mtakaa na management yetu na mwasibu wetu, tutapiga mahesabu tuone nani anemdai mwenzie. Walikuwa ni haki kwa sababu wao ni baba. Kilichotokea sasa ni aibu. Ni aibu na ni vitu vya ovyo kwa klabu kongwe. Maana sio klabu kubwa, klabu kongwe. Aibu kwa Shabani. Kwa klabu yao pamoja na Watanzania watutia aibu kwa sababu wameenda kumtia katika janga CEO ambaye sio Mtanzania, kaja kufanya kazi. Lakini yeye mwenyewe kwa sababu anahitaji mshahara, inabidi yafanye ambavyo mabosi wake vile wanavyohitaji. Leo kaenda CEO baada ya kwenda mweka ni mwasibu. Kapeleka dokumenti, kaacha mezani, kaondoka. Wanamuuliza hapa inabidi lazima tukae tupige mahesabu ili na nyinyi muhakiki. Nyinyi mmelalamika kwamba sisi hatujawalipa na kuna makubaliano. Lazima watu mkae chini, mtafakari, mpate mwafaka na swala aende. Wameacha dokumenti, mwisho wa siku CEO kaitwa mpaka na katibu mkuu kwa maelezo ya msemaji wa TFF, kaitwa na katibu mkuu Wilfred Kidau, kasema mimi siwezi kuongea lolote, sisi nataka pesa. Katoka nje CEO huyo. Kaongea na vyombo vya habari. Kakataa kuzungumza kitu kilichonyooka kule ndani na kwenye haki na utaratibu wote wanaodai, kaenda kuongea na vyombo vya habari nje. Kwamba sio kitu chochote tunataka hela. Sasa klabu kongwe inaenda kwenye sehemu ya ovyo kwa sababu ya watu wanaoongoza na wenyewe ni wa ovyo. Sio umeelewa? Yaani wanaingia kwenye sehemu ya ovyo kwa sababu ya viongozi wanaoongoza nao wana mambo ya ovyo. Kwa sababu kama baba kakuita mwanangu njoo tukae tuzungumze kuhusu hili. Wewe umesema mimi sio baba yako au mimi baba yako kuna mali ulinipa. Tukae tuweze kupata mchanganuo hili zoezi. Wewe unaenda pale unamtopea cheti chako cha kuzaliwa. Wewe sio baba yangu, wewe siri na nini? Mimi ninachohitaji, wewe mimi nishakwambia wewe sio baba yangu. Huo sio utaratibu. Klabu kongwe lazima ifuate utaratibu na hakuna aliyokuwa juu ya sheria katika mpira. Ila wao wanakulazimisha wawe juu ya sheria. TFF ndo mkubwa wa mpira Tanzania, CAF ndo mkubwa wa mpira Afrika, FIFA ndo mkubwa wa mpira duniani. Hayo yanajulikana. Sema Young Africans kuna mambo mengi pale TFF pamoja na bodi ya ligi. Ndio maana ameanza kuamua kulisema ili sakata na sakata mengine bado yanaendelea Shabani bila pesa. Wao wana mambo mengi ya ovyo pale TFF kuliko wao walokuwa nayo. Yaani wao ndo wana mambo mengi ya ovyo yani kuliko hata wao walokuwa nao kuhusu TFF. Wao ndo wana mambo ya ovyo mengi. Na ndio maana kesi zao nyingi watu wanazibeba. Na kesi zile mtu akichukua hatua kuzipeleka juu kwenye CAF au FIFA, hajawahi kushinda hizo kesi.
Lakini TFF wakienda watu wanafunika wanasema funika kombe Mwanaaramu apite. Lakini niambie kesi gani ambayo wao wameenda wameshtaki TFF wakashindwa? Kwa sababu TFF walikuwa wanawaonea aibu wale mabwana, wanaona klabu kongwe. Lakini nitajie kesi gani ambayo wameenda CAF au FIFA wao wakashinda? Kwa hiyo TFF wana madhaifu yao mengi sana, mengi mno. Lakini leo ukiachia hayo, kuna vitu vingi vya ovyo watu wanavifanya. Mwisho wa siku mpaka kiongozi mstaafu wa TFF mzee Ismail Aden Ladi, kuna siri yao kaitoa juzi. Walisema wamekamilisha kila kitu. Ladi akiwa katibu mkuu, sio akiwa nani, akathibitisha kwa umma kwamba kweli walikamilisha. Kumbe hawajakamilisha. Kama angekuwa hawajakamilisha na maana wasingecheza ligi. Lakini ukiachia hilo, kuna madhaifu yao mengi mno hapo ndani. Sasa leo wameambiwa leteni dokumenti zenu ili watu wafuatilie, tujue nani anadaiwa. Na Tanzania nzima ilikuwa inasubiri waone kati ya TFF na nyuma mwiko mkweli nani. Wameenda kufanya mambo ya kiuni. Ameenda CEO kapeleka makaratasi, kaondoka, kataka kuulizwa bwana tukae tuzungumze, kakataa. Mhasibu kakataa kwenda. Hawa ni waongo na hawa ni wahuni. Ni waongo na hawa ni wahuni, kwa sababu wanavyofanya ni vitu vya uhuni mtupu, havina ukweli ndani yake, kama walivyoongopea kwa Yusuf Kagoma. Wametoa mikataba yao magumashi, Simba hawajatoa mkataba. Wamejua kuna sehemu maalum ambako wamesaini contract na mchezaji ili awe halali, kuna sehemu mikataba lazima iende. Wameenda kupeleka. Wao wametoa mikataba ile ya uongo, wamekata nao baikoko. Mwisho wa siku wakawathibitishia wanachama wao kwamba Yusuf Kagoma akichezea Simba tutapolwa pointi. Kwa nini hawaulizi viongozi wao mpaka leo pointi hatijakatwa? Haya, tumetoka huko sasa tunaenda TFF. Mnasema mnawadai TFF hela. Mbona wa TFF wamesema mje mezani na mwasibu wenu? Leo hajaenda mwasibu, ameenda CEO. Na CEO yule hajaongea, kapeleka makaratasi. Mtine. Nani Mtinde, si Mtinde? Hapo yule CEO kaacha yale makaratasi, katoka nje, kaacha kuongea na wahusika, kaongea na waandishi wa habari, anaongopea wanachama. Waache mambo ya ovyo. Huu ni mpira, kuna watu wameweka hela. Huu mpira watu ndo maisha yao. Waache mambo ya ovyo. Wafuate utaratibu wa mpira. Niwaambie TFF, hakuna aliyokuwa juu yenu. Nyinyi ndo mnajua sheria za mpira na mnajua kanuni ambazo mlijiwekea mkiwa na hao viongozi wa klabu. Leo kiongozi wa klabu mmoja tu kwa sababu tumbo limembana, basi watu wote ligi yote ife. Haiwezekani. Ligi na utaratibu. Leo anatuambia watu waende kujiuzuru, sijui katibu, sijui kamati zivunjwe. Kama wao nani? Mechi zimebaki 3. Tucheze za mechi 27, zimebaki mechi 3. Tumalizie mechi, viongozi wetu wale wa vilabu watakaa na TFF, watatunga tena kanuni na sheria. Lakini wao wanataka zivunjwe kama wao wakiwa ni nani? Hawana imani na bodi ya. Wale ni wauni, hawana imani, wao ndo wauni. Wana jambo gani jema wamelifanya kwenye mpira wa nchi? Niambie jambo gani jema ambao wamelifanya kama wao jema katika nchi hii? Young Africans hawana jema. Hawana jema, wana jema gani zaidi ya kuleta vurugu kwenye mpira? Leo wametogombanisha baadhi ya vilabu na vilabu. Leo wamevinunua baadhi ya vilabu viwe chini yao wapate pointi 6 kila mechi. JSM si ndio hao Yanga kumbe ni nani? Sasa leo unapoenda kuzungumza kwamba eti wewe ndio unatetea haki ya mpira, wakati kuna vilabu ambavyo wamevizamini vikupe pointi 6 zaidi ya vilabu 7, hapo nataka mpira usonge mbele. Mpira unasongaje mbele? Kwa hiyo waache mambo ya kiuni, wafuate utaratibu uliokuwa sahihi. Waache mambo ya kishamba, waache ushamba. Yaani wawe kama watu ambao ni wakongwe, lakini ukongwe wao wamekuwa mazumbukuku. Wanapambania haki yao. Wao mazumbukuku hawana haki. Haki wameshindwa sehemu nyingi, wana haki gani? Niambie, haki walizopambania washashinda hata kama haki moja. Hawa wanaleta vurugu kwenye mpira, hawapambanii haki. Kama angekuwa anataka haki na mpira usonge mbele, leo mpira wetu umekuwa juu zaidi kuliko hata miaka ya nyuma. Wao wametaka kwenda mahakamani ili ligi ifungiwe na sisi tufungiwe. Hawa wanataka haki. Leo mpira wetu umekuwa juu zaidi kwa sababu ya watu ambao wao wanawadhi haki. Leo mpira umesonga mbele. Jana juzi tumeona wakina dada na wenyewe wametengeneza tamasha. Zamani wanawake tunawazalau kwenye mpira kuja kama mashabiki. Leo na wao wanacheza mpira ndio sababu wanasaidia familia zao. Wametengeneza bonanza la kuwasaidia wanawake zao na kusaidia jamii yetu. Wao wanasaidia kwa maslahi. Leo kiongozi wao ambaye anawaongoza wale wanaemwamini
alienda pale kumbe anataka ubunge bwana. Anataka ubunge engineer. Na kweli kapenya kaenda kapambana wamefanya magumashi kwenye mpira, anajifanya hii, sasa hivi kaingia kwenye siasa koti la kijani, anataka ubunge. Kwa hiyo watu wameenda pale wana interest zao. Lazima akatae kwa sababu wakati bado. Ukifika wakati utamuona. Kwa hiyo waache siasa, wazungumzie mpira. Ila katika hili niwaambie wakongwe. Maana sio klabu kubwa, klabu kongwe. Katika hili wamefeli. Katika hili wamefeli na watazidi kuendelea kufeli. Shabani mpira pesa mpaka sasa hivi Young Africans ni mwenyeji wa mchezo. Hajatangaza viingilio wala kiwanja cha kuchezea mechi ya dabi ya Kariakoo. Viingilio vishatajwa na mechi inajulikana inakwenda kuchezwa. Leo uwanja sikiliza. Sisi tunalipia uwanja. Viingilio vishatajwa na mechi inajulikana inapochezwa. Leo ukienda hoteli si unalipa saa 4 ndio taratibu wao. Unaandika jina pale kwenye ile buku. Mimi Waziri Tambiko nimelipa chumba 70,000 leo tarehe ngapi leo? Leo tarehe 11. Tarehe 11 analipa mpaka kesho tarehe 12 saa 4 asubuhi. Ile haifutiki. Mpaka ile sehemu wewe ulale au amwe mwenyewe kutoka. Sisi tumelipa gharama ya ile sehemu. Ndio maana tiketi tunazo. Nionyeshe tiketi yako Shabani bila pesa. Ndio maana tiketi tunazo. Zinatembea mifukoni. Sio ya janja. Umeona? Hii tiketi. Sio janja. Sawa, hii tiketi ya dabi. Ndio maana hizi tiketi tunazo. Tumelipa na tumeandikisha kwenye kaunta buku la ule uwanja kwamba ule uwanja kila kitu. Uwanja hauwezekani mpaka mechi kesho uwe hujalipiwa, ni uongo. Uwanja ulishalipiwa na tiketi zishatangazwa bei. Ila N-card wafungue zile tiketi zilizobaki watu wamalizie. Lakini ukiniambia tiketi hazijauzwa au hajatangaza viingilio, huo ni uongo. Viingilio vishatajwa na watu tiketi tumekata. Na uwanja ulikuwa unajulikana wa mechi ile Benjamin Mkapa ndo ambao Simba wanafanya mazoezi wakati kuzoelewa. Na ndo uwanja wa mechi. Wameenda saa 11 sababu mechi siku ya pili ilikuwa inachezeka saa 11 jioni. Kwa hiyo na wao walichofanya wameenda 11 jioni na kufanya mazoezi kabla siku moja mchezo. Kwa hiyo mpaka kwenye ile pre-meeting walienda nyuma mwiko uongo kwa sababu ile meeting si saa 4. Simba ameenda saa 11 jioni. Kwa hiyo walikubaliana kwenye meeting, walikubaliana timu kufanya mazoezi, walikubaliana mambo yote na ndio maana watu tulikata tiketi. Sasa leo ukiniambia hawajatangaza tiketi za mechi ipi sasa? Labda mechi yao Prison kweli hawajatangaza, lakini mechi ya dabi tiketi zake tunajua, mzunguko 7,000, orange 10,000, VIP 30,000, 40 na tunajua na watu tumekata tiketi hizi hapa. Sasa watangaze nini? Kinachotakiwa tarehe 15 twende tukawajibike kwenda kusupport timu zetu. Tarehe 15 watu waliotoa hela zao wanataka kwenda kuangalia starehe, sio porojo za madeni. Madeni na dabi wapi na wapi?